Nimekuwa nimefundisha mara moja kama mara mbili. Na leo nitakuwa ninaendelea mbele kidogo. Ndoto yangu ya ukuu biwa. Kumbuka mwezi huu ni mwezi wetu wa nini? Maono makubwa na milango wazi. Maono makubwa na milango wazi. Ni wito wa Mungu, anatuita tuanze kuona mambo makubwa. Ni wito wa Mungu, anatuita tuanze kuona mambo makubwa. Maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, na yajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo yaliyo mema na ya amani, kuwapa ninyi tumaini lenu siku zenu za mwisho. So mawazo ya Mungu sio mawazo ya kawaida. Mwambie jirani yako, mawazo ya Mungu kwako sio mawazo ya kawaida. Mwambie tena, mawazo ya Mungu kwako sio mawazo ya kawaida. Mwambie tena, mawazo ya Mungu kwako sio mawazo ya kawaida. Now, kwa sababu sio mawazo ya kawaida, lazima uyajue mawazo ya Mungu kwa ajili yako. Na lazima ujiposition kwenye aina ya mawazo ya kimungu. Lazima ujiposition kwenye mawazo ya kimungu. Na utajiposition kwenye mawazo ya Mungu kwa kulingana na maono ulionayo. Nitakuelekeza kitu kimoja ambacho kitakusaidia. Mara zote kuna aina fulani kama 3 za ndoto au maono. Aina ya kwanza ya ndoto au maono ni maono ya kifalme. Maono ya kifalme. Hizi ni ndoto ambazo Mungu anapitisha kwa watu ambao amewaandaa kuwa majibu ya watu wengi. Zinaitwa ndoto za kifalme. Ni ndoto ambazo Mungu anapitisha kwa watu ambao amewabebesha mzigo wa vizazi. Kuna watu ambao Mungu amewabebesha mzigo kwa ajili ya taifa, amewabebesha mzigo kwa ajili ya jamii, amewabebesha mzigo kwa ajili ya ukoo mzima. Hawa wanapewa ndoto, na hizi ndoto zinaitwa ndoto za kifalme au maono ya kifalme. Ndoto hizi hawapatagi kila mtu. Sio kila mtu anapewaga ndoto za namna hii, kwa sababu hizi ni ndoto ambazo zina demand higher responsibility. Zinahitaji uwajibikaji mkubwa. Hizi ndoto hawapewagi kila mtu. Hizi ndoto hawapewagi watu waoga. Hizi ndoto hapewi mtu anayekimbia majukumu. Aina hizi za ndoto anapewa mtu ambaye akitazama maisha yake anajiona ameandaliwa kuwa generational impactor. Ameandaliwa kuwa mtu atakaye kuwa na majibu ya vizazi vingi. Ndio anasema. Kwa hiyo aina hizi za ndoto hapewi kila mtu. Aina hizi za ndoto anapewa mtu ambaye anajiona ndani yake ya kwamba Mungu ameniandaa kwa ajili ya ukoo wangu. Mungu ameniandaa kwa ajili ya familia. Mungu ameniandaa kwa ajili ya taifa. Mungu ameniandaa sio kwa ajili yangu na watoto wangu tu. Mungu ameniandaa kwa ajili ya watu wengine. Hizi ndoto zinaitwa ndoto za watu wakuu. Zinaitwa ndoto za wafalme. Na hizi ndoto Mungu anaga mchezo, hawezi akampa kila mtu. Kwa sababu ya value of these dreams. Kwa sababu akizipeleka kwa mtu wa kawaida, hizi ndoto inawezekana asifanyie kazi. Akawa nafikiri tu kwamba hichi ni kitu cha kawaida. Unajua haya mandoto nikiwa nimeshiba maharage. Kwa Mungu anatafuta mtu ambaye ni very sensitive. Anatafuta mtu ambaye atakapoiota hiyo ndoto hata lala. Atakapoyaona hayo maono hata tulia. Kuna aina ya huduma Mungu anaweza akakupa, ni huduma ambayo ni ya kwako mwenyewe. Hata ukikurupuka vipi, huduma hiyo inakutosha wewe. Lakini kuna watu ambao Mungu ametuandaa kwenye huduma, ametuandaa tuwe na generational impact. Anatuandaa kuleta majibu kwenye vizazi, sio tu kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya world shakers. No, kuna watu ambao Mungu ametuandaa ya kwamba tutakaposimama tutaimarisha ndugu zetu. Tutakaposimama tutaimarisha kanisa la Tanzania. Tutakaposimama tutaimarisha mwili wa Kristo Afrika. Tutakaposimama tutatoka hapa tutaenda Russia kuhubiri injili. Listen to me, kuna watu ambao Bwana ametuandaa to bring answers to the generation. Ametuandaa kuleta majibu kwenye vizazi. We don't have mere dreams. Na ndio maana hata Mungu anapokuja kusema na sisi azungumzi kwa kawaida. Kwa sababu akizungumza tunaelewa kwamba ni responsibility. Do you understand what I'm saying?
Na ndio maana kwenye kizazi tulicho nacho utakuta watu hata wenye ndoto kubwa ni watu wachache. Watu wengi wana ambition kubwa, hawana ndoto kubwa, hawana maono makubwa, ila wana vitu vinavyowalipua kama ni vitu unahitaji kuwa na ndoto kubwa, unahitaji kuwa na maono makubwa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Kitu ambacho kitaanza kubadilisha mtazamo wako ni aina ya ndoto ulizonazo. Nimekwambia ndoto za kwanza ni ndoto wanazopewa wafalme. Hizi ndoto zinaitwa ndoto za ukuu au ndoto za wakuu. Ni ndoto ambazo endapo mtu huyo amepewa, hata lala, hata tulia, hata pumzika. Angalia kitabu cha Daniel, I want to show you. Tuanzie hapo, alafu then nitakuonesha vitu kadha. Daniel sura ya pili. Daniel sura ya pili anasema hata katika mwaka wa pili wa kumiliki wake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ni ndoto, lakini ni ndoto ambayo inachomoa mpaka usingizi. Sio ndoto ambayo unaota ukiota unaendelea kulala. Ni ndoto ambayo ukishaiota inakufanya usilale. Ni ndoto ambayo ukishaiota inakufanya uanze kufanya biashara kupita kawaida. Ni ndoto ambayo mara baada ya kuiota inakufanya uanze kubadilisha system ya maombi yako. Sio kila siku unakula kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Ni ndoto ambayo inakufanya appetite ya kula inakauka, appetite ya kulala kitandani inakauka, appetite ya kulala mpaka saa 4 asubuhi na udenda unatoka inakauka. Then this dream change even the way you think. Angalia, usingizi ukamwacha. Kuna watu wana mawazo ya usingizi kwa sababu wana ndoto za kawaida, wana maono ya kawaida. Wakilala hakuna kitu ambacho kinawafanya amka. Kitu gani ambacho kila ukikao kinakwambia amka, usilale, toka kwenye shuka, ondoka kwenye shuka? Kitu gani ambacho kiko ndani yako? Ukimsikiliza Mo anakwambia yeye anaamka saa 10 usiku. Wewe unaamkaga saa ngapi? Ana ndoto kichwani. As a billionaire ana ndoto anayo, na ile ndoto inamwambia wake up. Kwa kazi ulizonazo wake up. Kwa email unazotakiwa kusoma kwa siku wake up. Unanielewa ninachoongea? Sijui kitu gani ambacho kinakufanyaga usingizi wako ukuache. Kama hakuna kitu kinachokufanya usingizi wako ukuache, wewe ni mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa kawaida. Watu ambao sio wa kawaida wana ndoto ambazo wakilala vitandani zile ndoto zinaondoa usingizi, sio zinawapa usingizi. Ni hatari sana ukawa na ndoto inayokupa usingizi, hiyo sio ndoto. Ni hatari ukawa na maono yanayokufanya ulale na unamwomba Mungu, nipe usingizi kama usingizi wa mtoto mchanga. Wewe huna akili. You need a dream that will make your sleep vapor. Unahitaji ndoto ambayo itafanya usingizi wako upae, uondoke. Unakaa ukijana una miaka 25 unalala mpaka saa 6 mchana na unasema nina ndoto kubwa, ndaupindua ulimwengu. Utaupindulia kitandani au utapindua wanawake? Watu wanaopinduliwa kitandani ni wanawake peke yao. Ndio nasema na msei, uwezo kaniambia una ndoto kubwa alafu unalala kitandani. Utapindua majini, makata na maimuna kwenye kitanda. Utapindua vitu vikubwa. Wangapi wananielewa? Hautasema amen kwa sababu unakumbuka unavyolala. Unaingia kulala saa 3, nasema jamani lala kisayansi. Lala kisayansi. Saa ngapi? Saa 3. Saa 3 usiku mwanaume unaingia kwenye shuka. Na saa 5 usilale ukiwa umechafuka miguu. Nao vizuri. Unaelewa ninachoongea? Piga mswaki. Una follow the principles zote za personal hygiene. Hakikisha unalala mapema, unaamka baada ya masaa 8. Unaamka baada ya masaa 8 wewe. Hii dunia unalala. Aya. Huna ndoto zinazokufanya kuambia amka, amka. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Lazima ndani yako kuwe na kitu ambacho kinakwambia wake up, you are a giant. Wake up, wake up, wake up. Amka, amka. Achana na mambo ya kuwa mzembe kwenye kizazi chako. Naambia kila siku vijana wangu, naambia sitaki mtu mwenye ana akili hapa ndani. Sitaki mtu kukaa karibu na mtu mwenye ana akili. Sometimes vijana wangu wanakasirika, but I used to tell them, sitaki kukaa na mtu mjinga. Yaani unakaa karibu na mimi nakwambia kitu mara 2 mara 3. Aya, acha upumbavu. Unanielewa ninachoongea? Watu ambao wana ndoto kubwa wanaishi na sense of urgency. Wanaishi na sense of urgency. Vitu vyao vyote wanataka viende haraka kwa sababu wakiangalia muda wanao mchache, lakini majukumu walionayo ni makubwa. So they care time. Muda unaendaje? Mambo yanaendaje? Muda kitu fulani kinatakiwa kufanyika. Do you understand what I'm saying? Ukiona mtu
saa 1 linacheka, saa 2 linacheka, saa 3 linacheka, na ana muda wa kuzunguka nyumba kwa nyumba kama barozi. Anatembea, anatoka hapa anaenda kwenye nyumba hii, anatoka anaenda kwenye nyumba hii, anatoka anaenda. Hana ndoto. Watu wenye ndoto they value their time. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Walokole wengi hawanaga ndoto. Remember, anayeota hapa ni Nebukadneza, hajaokoka. Ila alikuwa amepewa ndoto kubwa, kwa sababu Mungu alijua kabisa nikilipa hili ambalo halijaokoka litajali. Ila hii ambayo imeokoka hii haijaliki kitu. Sometimes kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kukupa wewe kwa sababu hujali. Mungu akikupa ndoto ya biashara kubwa wewe, kwa namna usipojali, hautafungua hata duka. Hautafungua duka. Mlokole kabisa unaomba usingizi, Mungu akupe duka la nini wewe? Akupe kiwanda cha nini? Akupe kiwanda cha nini wewe? Kwa namna ulivyo. Na ndio maana kuna vitu vingine vikubwa Mungu hawaamini waliookoka, anaenda kuwapa watu wasiookoka, kwa sababu akiangalia responsibility na mentality ulionayo, mentality imekuwa ni ndogo mno ku capture the dreams of God. Ndoto ambazo unazitaka za kimungu haziwezi zikapatikana kwako. Ndoto hizi Mungu anawapa hata wasiookoka. Ndoto za ukuu Mungu anaweza kapa wasiookoka, kwa sababu anajua kama hili lijitu litatimiza ajenda yake. Ndoto hizi za ukuu Mungu hawapagi wachoyo, wanyimifu. Hakunaga ndoto kubwa ambazo hazihitaji mtu mtoaji. Mungu anawapaga watu ambao wanajua kutoa. Na ndio maana moja ya kitu ambacho always I pray to God, give me this heart. Nipe moyo wa kutoa. Nitakaposikia habari ya nyumba yako, nipe moyo wa kutoa. Nitakaposikia habari za watumishi wako wana mahitaji, nipe moyo wa kutoa. Na nimejifunza kwa kadiri ambavyo mimi nafanya kwa wengine, na ndivyo Mungu anavyofanya kwangu. So nahitaji, kwa sababu ya ndoto nilizonazo, kuna aina fulani ya maisha nahitaji kuwa nayo. Kuna aina fulani ya maisha. Do you understand what I'm saying? Najaribu kukufundisha ili Mungu asikunyime ndoto kubwa. Umeelewa ninachoongea? Angalia mstari unaofuata. Angalia mstari unaofuata. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na washiriki na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Now imagine mstari wa 3. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Anasema siwezi nikakaa nikatulia mpaka nijue hii ndoto inataka nini. Ndio understand what I'm saying? Bwana amekupa sauti, auji sasa mimi naimba tu. Una ndoto gani? Naimba tu. That's why unaishia hapo. Mungu amekupa vipawa ndani yako. Unasema mimi nina ndoto tu, ndoto ya kawaida. Unahubiri wewe, Mungu amekufanya kuwa mwinjilisti kwenye hili taifa. Unakaa unashangaa, unakimbilia wakina dada, unacheka na wakina dada tu. Mwinjilisti, acha kucheka na wao wakina dada, wanakupotezea muda. Nenda shika mic, nenda sokoni kahubiri. Mungu anataka kuinue, lakini haoni platform ya wewe kuinua. Akiangalia namna ambavyo una behave, namna ambavyo unaishi, Mungu haoni sababu ya wewe kwenda mbele. Now listen to me. Mfalme, maandiko yanasema hakuweza kutulia, akaita waganga, akaita wachawi, akaita watu wote ambao wana uwezo. Akamwambia, kaeni hapa, nimeota ndoto na hii ndoto nahitaji kupata tafsiri yake. Ndoto yenyewe ni nini? Ndoto yenyewe mfalme kaota, ndoto imechomolewa, haipo. Imefanya nini? Imepotea. Ndoto ni ndoto ambayo imebeba majibu ya vizazi vingi. Kwa sababu ndoto ambayo aliota mfalme Nebukadneza ndo ndoto ambayo inaelezea tawala za dunia zitakavyokuja, mpangilio wake utakavyokuwa. Nao angalia, mfalme ameota ndoto, alafu ndoto imefanya nini? Imechomoka. Mfalme amechanganyikiwa, ndoto haikumbuki. Alafu ameota hiyo ndoto, na ndoto kabisa, nimeota ndoto, najua nimeota ndoto. Anaita waganga na wachawi. Aya, naombeni tafsiri ya ndoto yangu. Iko wapi mfalme, tuambie. Mfalme anasema, mimi ndoto yenyewe kwanza imenipotea, ila nataka tafsiri yake. Na hata mkishanipa hiyo tafsiri, nitawapa hata nusu ya ufalme wangu. I'll give you. Nitawapa. Wakapana nielewa ninachoongea. Hii inaitwa ndoto ya mtu mkuu. Ndoto ambayo inamfanya usingizi upotee. Ndoto ambayo inamfanya kila siku aanze kuhangaika, ni vipi nitaitimiza. Ni ndoto ya mtu mkuu.
Moja ya kitu ambacho kinakuonyesha kwamba ndoto uliyoota ni ndoto ya ukuu, maono ulionao ni maono ya ukuu, ni namna ambavyo una behave utakapopata hayo maono. Mara baada ya kupata hayo maono, una behave namna gani? Unaishi namna gani? Unafanyaje mambo yako? Inaonyesha kwamba wewe unaenda mbali au wewe utabaki hapa hapa. Kwa sababu nitakuonyesha kuna aina ya pili ya ndoto, ni ndoto ya mtumwa. Ndio anasema msee. Now, let us go kwenye ndoto ya pili, ndoto ya mtumwa. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya mfalme. Utasoma pia kwenye kitabu cha Mwanzo. Utaongezea, hii ni ndoto ya nani? Ndoto ya mfalme. Kitabu cha Mwanzo sura ya 40. Ya 41. Utasoma. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya mfalme ambao unaiona hapo. Kwenye kitabu cha Daniel sura ya ngapi? Ya pili. Lakini pia ndoto ya mfalme pia utaisoma kwenye Mwanzo 41. Ni ndoto ambayo inajibu majibu ya vizazi. Mungu anakuandaa kujibu majibu ya vizazi. Anakuandaa kwa ajili ya hilo. Anataka kuanzia leo uanze kuwa na maono makubwa. Huu ni mwezi wetu wa maono makubwa na milango iliyo wazi. Nisikilize kitu kimoja. Hakunaga ndoto iliyo kubwa ambayo Mungu afanyagi mlango kwa ajili ya hiyo ndoto. Kwa akishakupa ndoto likubwa, anakupa hata resources za kutimiza hiyo ndoto endapo utaanza kuifukuzia. Kwa sababu kuna watu wanaota ndoto lakini hawafukuzii. Wanaota ndoto lakini zile ndoto baada ya kuota zinawalaza. Sio ndoto. Zile ni ambitions. Watu wengi wana ambitions. Ndoto zinavuta usingizi wako. Zinafanya usingizi upotee, alafu unakuwa na macho makavu. Ndoto zinakufanya uanze kutembea ujue ni wapi nitatoa majibu ya hii ndoto. Na angalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura 41. Mfalme akaota ndoto. Alipoota ndoto, angalia mstari wa 8, kitu gani kikatokea? Hey. Hii ni ndoto ya kifalme. Then tutaangalia ndoto ya pili, ndoto ya mtumwa ikoje. Mwanzo 41 mstari wa 8. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Imagine it is a dream, but the dream of the king. Ndoto ya wafalme inawafanyaga watu wote walio karibu wasilale. So utamkuta Loveness nikimwambia, Loveness, leta videos ziwe hivi na hivi na hivi. Baba, mbona kama baba ananifokea sana? No. Ni ndoto ya mkuu. Ndoto ya nani? Ndoto ya mkuu inawalazimisha watu wengine wasilale. Do you understand what I'm saying? Ndoto ya mkuu inalazimisha yeyote aliyeko around him asiwe na usingizi. Ogopa sana ukawa na ndoto na ndoto yako inakufanya uwe unatoa udenda kitandani umelala. Ogopa ukiwa na ndoto alafu ndoto yako inakufanya uwe unatembea unahengi na watu wapumbavu na wajinga. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Mfalme alipoota ndoto, ni ndoto ya kifalme, akawatafuta wenye hekima, akawatafuta wajinga, akawatafuta wenye hekima. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Ni ndoto ya kifalme. Ndoto ya kifalme inavuta watu wenye hekima around you. Inavuta watu wenye majibu around you. Na ndio maana ukiwa na ndoto ya ukubwa, kuna namna Mungu utaona, tutaanza kuona una behave. Tutaanza kuona unajizungushia watu wenye hekima. Tutaanza kuona unajizungushia watu wenye akili. Tutaanza kuona unajizungushia washauri wazuri. Tunajua kabisa huyu kuna mahali anaelekea. Kuna ndoto iko ndani yake na hii ndoto kuna mahali inampeleka. Angalia namna unavyo behave. Angalia watu wanaokuzunguka. Wanaonesha una ndoto ya namna gani. Wanaonesha ni wapi unakoelekea. Maandiko yanasema mfalme alipoota, maandiko yanasema akaita waganga, akaita wachawi, akaita wenye hekima, akaita wenye akili, kaeni hapa nipeni tafsiri. Unaelewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Ndoto yote ya mtu mkubwa inatakiwa izungukwe na watu wenye akili. Ndoto yoyote ya mtu mwenye, ndoto yote ya ukuu inatakiwa izungukwe na watu ambao wanaweza kaitafsiri. Ukikaa kanisani umepewa idara, simamia idara. Ikiwa hilo kanisa linajielewa, kuna namna ambavyo utabidi hata wewe mwenyewe ujiposition. Usiishi kama mtu ambaye hujielewi. Kwa sababu hiyo ndoto ni ya ukuu. Then kuna namna unajua hili kanisa kuna mahali linatakiwa lifike. Kwa hiyo kuna position, hata unayempa uongozi, ongoza, anatakiwa awe na akili. Nilikuwa naongea na vijana wangu jana wa media, nikamwambia lazima mjifunze kuwa wajanja. Maandiko yanasema
Iweni wajanja kama nyoka. Wajanja ni watu wanaoweza kukusanya taarifa haraka. Wajanja ni watu wanaoweza kuwa na update za kutosha. Wajanja ni watu ambao wanaelewa mambo madogo madogo kwa undani zaidi. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maandiko yanasema hata Yesu alikuwa ni mjanja. Maandiko yanasema Yesu alipofufuka wakasema yule mjanja inasemekana amefufuka. Yule mjanja, Yesu alikuwa nani? Yesu alikuwa mjanja. Unajua Yesu tunataka wamkamate. Maandiko yanasema kuna wakati Yesu akapita katikati yao. Alikuwa mjanja. Hakuwa zuzuzuzu fulani hivi linatembea tembea. Watu kama wangemwona Yesu kwenye kizazi chetu leo wangekataa kwamba ni Mwokozi. Kwa sababu the way alivyokuwa, jamaa alikuwa ni mjanja. Alikuwa na akili, very sharp in thinking. Very sharp. Na ndio maana ukitaka kuwa na ndoto ya ukubwa lazima akili yako iwe very sharp. Acha na akili za kizembezembe. Unakaa umeokoka kama kama watu ambao hawajui mambo yanaendaje, hawajui dunia inaendaje, hawajui saizi masoko yako vipi. Hapana, uwe mjanja. Ukishaokoka uwe mjanja, be updated. Na ndio maana kila unapoamka baada ya kumaliza maombi, tafutaga na habari za huko duniani kukoje. Chungulia huko duniani, usije ukatoka kumbe kuna bomu linapigwa hapa upenuni kwako. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Nasema kuwa mjanja. Nasema tena kuwa mjanja. Kwa sababu una ndoto ya ukuu, jizungushie watu wajanja. Watu ambao wanaimba ila ni wajanja. Wanajua nyimbo mpya zikoje, tunatakiwa kuimbaje, tunatakiwa kupigaje vyombo, tunatakiwa kujiongezaje, tunapokuwa tunamsifu Bwana tufanyeje, madhabahu ikaeje kwa ubora. Au ndo watu wa nini? Wajanja. Yesu atumagi watu wazembe. Mfano maandiko yanasema alikuwa ameita waganga, wachawi, ameita wenye hekima waje watafsiri ndoto yake. Kwa sababu ndoto yake sio ya kawaida, ni ndoto ya mfalme. Mfalme anatafuta majibu ya ndoto yake. Kuna ndoto ambayo Mungu amekupa, hiyo sio ndoto ya kawaida. Kuna watu Mungu ameweka vitu vikubwa ndani yenu, lakini shetani amekwambia huwezi ukatoboa. Kwa sababu umeota upo kwenye kijumba, wewe kijumba chako ni cha kawaida, umeotea kwenye kijumba cha nyasi, hauwezi ukatoboa ukaenda kwenye magorofa. Hauwezi. I'm here to tell you, Mungu anataka kupeleke mbali. Nasema tena Mungu anataka kupeleke mbali. Maandiko yanazungumza kwa habari ya Yusufu alipoota ndoto ya ukuu. Maandiko yanasema jamaa hakutulia, akaita baba yake, akaita mama yake, akaita kaka zake, akamwambia kaeni hapa niwape habari ya ndoto yangu. Nimeota ndoto. Akaongea habari ya ndoto yake. Maandiko yanasema kaka zake wakamdharau, wakamdhihaki. Maandiko yanasema lakini baba yake akahifadhi ile ndoto. Akafanya nini? Akahifadhi ile ndoto. Lazima jizungushie watu wenye hekima ambao wanaweza wakahifadhi ndoto ulionayo. Wanaweza wakahifadhi kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Angalia ndoto ulizonazo, angalia maono ulionayo. Una maono ya biashara kubwa, angalia aina ya watu uliojizungushia. Una maono ya kuwa mtu mkuu kwenye serikali, angalia aina ya watu uliojizungushia. Find wise men. Tafuta watu wenye hekima, tafuta watu wenye akili. Una ndoto za kuwa na ndoa nzuri ambao kila mtu akiwa anakuangalia anasema wow, this kind of marriage, it's so beautiful. Tafuta wanawake wenye akili ambao wamedumu kwenye ndoa. Achana na mtu anayesema anaacha mume wake. Usiende kutafuta ushauri kwake hata kidogo. Jifunze tokea mbali. Atakujaza mambo ya uchungu, atakwambia usiwaamini wanaume 100%. Kwa hiyo atakujaza maupepo huko ndani. Utatoka pale ulikuwa unamwamini mume wako, ghafla unaanza kutokumwamini. Kimwangalia hivyo sasa, hata kama ni akini hapana. Kama na yule amepitia magumu hivi, hata mimi ni nani? Kwani ndoa yake ni ndoa yako? Mnanielewa ninachoongea? Kama I'm speaking this, akili zako zifunguke. Waache ujinga. Kuna watu unakaa unasema kama ya kwake imevunjika, sisi wengine ni wakina nani? Ninyi wengine ni watoto wa Mungu. Ninyi wengine ni watu mliojazwa Roho Mtakatifu. Ninyi wengine ni watu ambao mtakuwa na ndoa nzuri. Nisikilize kitu ninachoongea. Nasema ndoa zenu hazifanani na za kwao. Nasema maisha yako hayafanani na ya kwao. Na Jehova Shama atakupa ndoa nzuri ambayo itadumu milele katika jina la Yesu aliye hai. Anasema Bwana atakupa ndoa nzuri katika jina la Yesu aliye hai. Hatufanani na wao tunavyoishi, hatufanani na wao tunavyoongea, hatufanani na wao tunavyopita, hatufanani na wao tunavyofikiri. Nasema sisi tutakuwa na ndoa nzuri. Piga kelele, sema amen. Mwanamke yote aliyeko ndani ya nyumba, sema akili zangu zimeamka. Sema nitakuwa na ndoa nzuri. Sema nitakuwa na ndoa nzuri katika jina la Yesu aliye hai.
Sometimes unasema yani wewe yule alikuwa role model wangu. Kama role model wangu, come on, role model where? Mtu akishakwama pale kwenye hilo eneo sio role model tena. Mungu amtie nguvu, sio role model tena. Yeah. Na this is my prayer. Kuna watu wengine wanasema ujidhaniaye kwa umesimama, angalia usianguke. Mimi sianguki wala siendi kokote. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Sema sitaanguka wala sitaingia kwenye matazamio ya watu waovu. Sema sitaingia kwenye matazamio ya watu waovu. Kuna watu wanapendaga kutulazimisha ya kwamba na sisi tunaweza tukaanguka. Ajizanie kwa amesimama, angalie kama ataanguka. Sitaanguka kwa jina la Yesu, kwa sababu Bwana ni nguvu zangu. Bwana ndiye kiongozi wangu. Hata niendesha mahali pa utelezi, ataniambia njia ni hii, ifuate. Ataniambia pita hapa, ayaka parada. Nasema ndoa yako haitavunjika. Nasema ndoa yako haitavunjika. Kati ya ndoa ambazo Bwana atazipaka mafuta, ndoa yako itapakwa mafuta. Ndoa yako itakuwa kama ya Zekaria na Elizabeth. Katika hali ya uzee mtakuwa mnamtumikia Bwana. Ndoa yako itakuwa kama ya nani mwingine, Rebeka na Isaka. Ndoa yenu mtakuwa mnacheza mpaka hali ya uzee. Hapana shetani atakayeangusha ndoa yako. Piga kelele sema ndoa yangu haitaanguka. Sema ndoa yangu haitatikiswa. Sema nitasimama siku zote katika jina la Yesu aliye hai. Piga kelele sema haleluya. Hiyo ndo ndoto yangu ya ndoa yangu. I don't care nani anaota nini. Wewe uliota kuanguka, mimi sijaota kuanguka. Hey. Nasema tena mimi ndoa yangu itasimama. Nasema wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Hawatatikisika. Hawatatikisika kwenye ndoa. Hawatatikisika kwenye biashara. Kwa sababu nimemtumainia Bwana. Bwana ataniongoza. Bwana ataniongoza, na Bwana ndiye mchungaji wangu. Nami sitapungukiwa na kitu. Na kando ya malisho ya majani mabichi anafanya nini? Ananiongoza. Na kando ya majani ya utulivu ananilaza. Nasema Bwana atailaza ndoa yangu mahali pa majani mabichi. Atailaza ndoa yangu mahali pa utulivu. Nasema sitaingia kwenye frustration. Nasema hutaingia kwenye frustration. Anasema ndoa yako haitaingia kwenye frustration. Anasema Jehova ndiye Bwana aifanya miguu yako kuwa kama kurungu, anaye anakuendesha mahali pako pa juu. Anasema Bwana anaifanya miguu yako kuwa kama ya kurungu. Kwenye ndoa miguu yako inapaa. Paza sauti amen. Paza sauti amen. Paza haleluya. Gonga na jirani yako. Na wewe Daudi anasema nijapopita kando ya nijapopita katika nini? Uvuli wa nini? Bonde la uvuli wa anasema sitaogopa. Sema sitaogopa mabaya. Sema sitaogopa mabaya. Sema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Sema sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Sema sitaogopa mabaya. Sema mabaya yanapotokea mashariki. Sema mimi sitaogopa. Sema mabaya yanapotokea kusini. Sema sitaogopa. Sema sitaogopa mabaya. Sema sitaogopa mabaya. Sema sitaogopa mabaya. Sema sitaogopa mabaya. Paza sauti ya haleluya. Paza sauti ya haleluya. Paza sauti ya haleluya. Ndoto yako italindwa na Bwana. Nasema tena ndoto yako italindwa na Bwana. Nasema ndoto yako italindwa na Bwana. Shetani hataiba ndoto yako ya huku. Habari mbaya hazitaiba ndoto yako ya huku. Watu waovu hawataiba ndoto yako ya huku. Haijalishi kinini kinatokea kwa wengine, hakitaharibu ndoto yako ya ukubwa. Anasema Bwana atakuwa na wewe. Nasema Bwana atakuwa na wewe. Haijalishi kaka zako wanapatwa na jambo gani. Anasema ndoto yako haitaibiwa na wao. Keti mahali ulipo. Wakati Yusufu anaota ndoto ya ukubwa, kaka zake walikuwa waoti. Walikuwa waoni ni wapi Yusufu anaenda. Lakini Yusufu akaita ndugu zake, akamwambia sikiliza bro, nimeota ndoto. Na hii ndoto sio ya kawaida. Hii ndoto nimeota mnanisujudia ni.
Listen to me. Sometimes ndugu zako wanaweza wasiote ndoto unayoota. Marafiki zako wanaweza wasiote ndoto unayoota. Watumishi wenzako wanawezekana kabisa wasiote unachoota. Ni kweli wameokoka, ni kweli wanamtumikia Mungu, lakini wasiote unachoota. Unaelewa ninachoongea? Daudi wakati anamwona Mfilisti asiyetailiwa ya kwamba yule anaweza nikamkunguta, kaka zake wakamwambia, wewe dogo, acha ujinga. Tumejua tabia zako za hovyo. Umekuja hapa kusumbua. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Sometimes unaweza kukaa mbele za watu unaongea mambo yasiyowezekana. Maandiko yanasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. I don't care ni nani amekaa mbele yangu. I don't care ni nani amewahi kusimama mbele yangu. I don't care ni kuna mtu aliwahi kunitangulia, yeye hajawahi kufanikiwa kwenye hilo eneo. Mimi ndatoboa. Ndoto yangu sio ya kwao. Na ndoto yao sio. Kila mtu aote ndoto zake. Geukia jirani yako, mwambie kila mtu aote ndoto zake. Mwambie usinisumbue jirani. Mwambie nina ndoto zangu. Mwambie usinisumbue jirani. Mwambie nina ndoto zangu. Mwambie ndoto yako isinisumbue. Kama wewe umeamua kuwa wa kawaida usinisumbue. Mwambie kama wewe umeamua kuishia maskini usinisumbue. Mimi najua Bwana wangu atanitajirisha. Mwambie mimi najua Bwana wangu atanibariki. Mwambie mimi najua Bwana wangu atanipeleka juu. Sema najua ya kwamba Bwana atanipeleka. Kuna mtu anaenda mahali katika jina la Yesu aliye hai. Anasema ile ndoto yako uliotaga, yale maono ulionayo lazima yatatimia kwa jina la Yesu. Anasema kwa jina la Yesu aliye hai, kwa sababu hatulipii kodi kwenye maono, kwa sababu hatulipii kodi kwenye ndoto, tutaendelea kuota. Tutaendelea kuota kwa sababu hatulipii pesa tunapokuwa tumeota. Anasema tutaendelea kuota. Waache waendelee kutushangaa. Tutaendelea kuota. Hatutanyamaza kimya. Tutaendelea kuzungumza habari ya ndoto tulizonazo. Tutaendelea kuzungumza kwa habari ya maono tulionayo. Tutaendelea kuzungumza kwa habari ya ndoa ambayo nitakuwa nayo. Nitaendelea kuzungumza kwa habari ya biashara kubwa ambayo inakuja mbele yangu. Au keep talking. Nitaendelea kuongea hata kama wanielewe. Nitaendelea kuongea. Sikiliza Yusufu, usiache kuongea kwa sababu kaka zako hawakuelewe. Sikiliza Daudi, usikate tamaa kwa sababu ya kaka zako ambao hawajawahi kupigana na Goliath. Wewe nenda kapigane naye, utatoboa. Piga kelele, sema haleluya. Sema ndoto yangu haitakatishwa na waliokata tamaa. Sema ndoto yangu haitakatishwa na walioshindwa. Sema ndoto yangu haitaishia njiani. Sema lazima ndoto yangu itimie. Sema lazima ndoto yangu itimie. Sema lazima ndoto yangu itimie. Sema lile ambalo Bwana alisema kwa habari ya maisha yangu lazima litatimia. Sema lile ambalo Bwana alisema kwa habari ya ndoa yangu lazima litatimia. Sema kila unabii ambao umewekwa mbele yangu kama picha ya mbele, kama maono, sema lazima yatatimia. Sema lazima yatatimia. Sema hapana shetani, sema hapana mganga wala mchawi atakayezuia ndoto yangu. Sema hakuna mwenye pepo wala mpunga pepo atakayezuia ndoto yangu. Sema ndoto yangu inapenya. Litatimia. Sema
uachane nao. Lazima ufanye nini? Lazima ufanye nini? Sema nitaachana na marafiki wajinga. Sema nitaachana na marafiki wajinga kwa sababu ya ndoto nilizonazo. Kwa sababu ya ndoto nilizonazo. Now listen to me. Kuna aina ya watu lazima uachane nao. Leave them aside. Leave them aside. Because of the dream that you have. Leave them aside. Kuna aina ya watu utakiwi hata kuongea nao. Hautakiwi hata kuwapa nafasi ya kupiga nao story. Kwa sababu ya mawazo yao walionao ni mawazo yanayo paralyze maono yako. Ukiongea nao mambo makubwa unasema hilo haliwezekani. Hilo haiwezekani. Achana na mtu ambaye mawazo yake ni madogo. Stop. Hautakuta hata siku moja kunguru wamebebana na tai. You will never find them. You will never find them. You will never find them. Kuna aina ya watu hatutarajii kabisa ukae nao karibu. Hatutarajii kabisa uongee nao. Kuna aina ya wanawake hautakiwi kabisa hata kusema najifunza kwao. Hautakiwi kabisa. Hata kama siku moja wanajidai na wenyewe wanaruka. You are not like them. Don't follow them. Kuna aina ya watu utakiwi kusema kabisa na karibu. Hakunaga siku utakuta tai anasema kwa sababu wewe kunguru na wewe unarukaga basi njoo tuambatane. You will never find them. Kwa sababu tabia zao ni tofauti. Sometimes kuna watu ambao hata kama wanaonekana ni watumishi, hata kama wanaonekana wananena kwa lugha, hata kama tukutane mbinguni. Kuna watu lazima useme tukutane wapi? Do you understand what I'm saying? Kuna watu unatakiwa uambie kabisa tukutane. Acha na haya mambo unakaa kila mtu anataka umfanye kuwa rafiki yako. Kila mtu anataka umfanye kuwa karibu yako. Kila mtu anataka umfanye kuwa best yako. Achana nayo. Sio kwa sababu umekuja kanisani kila mtu lazima awe rafiki yako. Lazima uwe selective. Chagua watu wanaoendana na maono yako. Chagua watu ambao wanaenda na wewe njia moja. Choose. Sasa kuja hapa kanisani nafikiri kwamba kila mtu kwa sababu amevaa sare basi wote mnafanana. Wote kwa sababu tunanena kwa lugha wakati wa kuomba, wote lazima tuambatane. Hamna. Kuna watu wengine kaa nao mbali. Waambie tu raba katala barabara, repa katala barabara, ikara barabara. Basi amina. Tukitoka hapo tumeachana kila mtu aende kwake. Because of the vision. Because of what? Because of what? Maono yako yachague hata aina ya marafiki ambao unapaswa kuambatana nao. Do you understand what I'm saying? Maono wanaoifuata ni wengi. Amesema ni wachache. Anasema ni wengi. So lazima uelewe, njia pana watu wanapenda kujiachia. Njia pana watu wanapenda it is okay. Kila kitu it is okay. Kila kitu. Sasa tunaokoka kwa neema, sio kwa matendo. It is okay. Tukivaa uchi it is okay. Tukija tumenanio tuko tumeboost hapa pako wazi it is okay. Umeelewa ninachoongea? Tukivaa nepi it is okay. So unakuta wachungaji mchungaji uko kawaida hiyo. Hai nye mpo sawa. Mpo sawa. Hata shetani na wachungaji. Mnanielewa ninachoongea? Watu wengi wanafikiri kwamba shetani ana wachungaji. Anao wachungaji wanaoharibu ndoto za watu. Ndoto za watu za kumpendeza Mungu. Now tutaongea mbele. Kwenye pointi za mbele kule nitakuelekeza. Aina ya pili ya ndoto ni ndoto ya mtumwa. Kila mtumwa ana ndoto. I'll repeat again. Kila mtumwa ana ndoto. Sio dhambi kuwa na ndoto ya utumwa. Umeelewa ninachoongea? Sio dhambi kuwa na ndoto ya mtumwa. Now, angalia Mwanzo 40. Hata mtumwa ana ndoto. Nitakuelekeza ndoto ya mtumwa ikoje. Lazima niajiriwe. Hiyo ni aina ya ndoto ya mtumwa. Ndoto ya mtumwa ni ndoto inayosema, yaani mimi bila ajira siwezi kuishi. Huyo ni mtumwa. Now, kama uko hapo umeajiriwa, unielewe vizuri napokufundisha hicho, kwa sababu kuna mahali inawezekana Mungu anataka uvuke. Utoke kwenye ukanda wa kitumwa uingie kwenye ukanda wa kifalme.
Umenielewa ninachoongea? Kwa sababu kuna watu hapa mara baada ya kusikia ili ninachokifundisha, maono yao yatabadilika, fikra zao zitabadilika, kwa sababu akili zenu Mungu amezidesign namna fulani. Let me show you. Soma pale mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao. Wakamkosa nani? Maana yake hao walikuwa ni watumwa. Wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Akawaita katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. So at this time, kuna mtu ana ndoto ya kutawala, yupo gerezani, na ndoto yake ya kufanya nini? Ya kutawala. Na hawa watumwa wametoka kwenye nyumba ya mfalme, watumwa wawili wametupa kwenye gereza la mfalme Ikulu. Unanielewa ninachoongea? Angalia kile kinatokea. Mkuu wa askari akamweka Yusufu, akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao. Wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili. Nani waliokuwa naota ndoto? Nao wale watumwa. Wakaota ndoto. Hata mtumwa anaotaga ndoto. Twende. Kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri walifungwa gerezani. Mstari wa 6. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika, wote wameota ndoto na wote wamefanya nini? Ndoto ya kilikuwa Amen. Amen. Kuna watu mnatakiwa mtoke kwenye level za ofisi mlizonazo mpate juu. So the moment ukipanda juu, uende unakuwa bwana. Do you understand? Hao watu wanaota still wameshika kikombe na wanamtumikia mfalme. Now let me show you. Twende. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao. Sio kikombe chake, kikombe cha Farao. Nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Ndoto ni ndoto yake, ila anaota anaota anamtumikia mtu. Twende mstari unaofuata. Mstari wa 12. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii: matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yake, na wewe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji. Aha, tunaelewana? Ulipokuwa mnyweshaji wake. Mstari wa 14. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili, na kuomba ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Mstari wa 15. Kwa sababu hakika naliibiwa kutoka katika nchi ya Waebrania, wala hapana hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa waokaji alipoona kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyungo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya vyakula kwa Farao. Kazi za mwokaji ndege kazi za mwokaji ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii: nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua
atakiinua na kuondelea kichwa chako na kutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa wokaji miongoni mwa watumwa wake, akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, na akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akamtundika mkuu wa wokaji kama Yusufu alivyofasiria. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wangapi wamenielewa ninachoongea hapo? Na unaona wote hawa ni watumwa na wote wana ndoto. Sasa kwenye hili daraja la ndoto sitaki wewe uwepo. Narudia tena. Kwenye hili daraja la ndoto sitaki wewe uwepo. Yes. Hizi ni ndoto za kitumwa. Ni ndoto za kuwa chini. Ndoto ambazo mtu anasema kila siku, natamani kuajiriwa. Natamani kuajiriwa sio vibaya. Ila kuwa maisha yako kama ni ndoto wewe kila siku kuajiriwa ni vibaya. Narudia tena. Hii ni kwa mtoto yote wa Mungu. Kuajiriwa sio vibaya. Lakini kuwa na ndoto kila siku ya kuajiriwa ni mbaya. Tafsiri yake wewe unageuzwa kwa mtumwa. Kwani kuna ubaya gani siku moja ukakaa ukaanza kuandika kwamba nataka kufungua hoteli yangu? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kuna mtu anakufunga mikono? Kuna mtu anakuzuia? No. Kila mtu unayemwona ametimiza kitu kikubwa kuna siku alianza kuota. Na watu wenye bidii kuliko wote ni watumwa kwenye ndoto. Umegundua hapa, wafalme wakiota wanaita watu waje kutafsiri ndoto zao. Watumwa wakiota, cha kwanza wanafadhaika, hawana uwezo wa kuita watu, wanatia huruma. Mnanielewa ninachoongea? Wanaanza kutafuta nani atafasiri ndoto. Ndoto ya mtumwa inaweza ikaishia kaburini. Myles Munroe anasema kati ya maeneo ambapo kuna watu wana maono na mandoto makubwa, tukienda kutafuta ni makaburini. Kwa sababu pale utakutana na watu waliota wamelala na ndoto zao hazijatimia. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Hakunaga ndoto ya mfalme ambayo haitimii, ila kuna ndoto ya mtumwa ambayo haitimii. Narudia tena. Hakuna ndoto ya mfalme ambayo haitimii, ila kuna ndoto ya mtumwa ambayo inaweza isitimie. Watumwa wana bidii kuliko wafalme. Kazini wana bidii kuliko wafalme. Wanazalisha kwa ajili ya mtu mwingine. Mnanisikia nyema bro, mko hapa? Hata kama unafanya kazi, uwe na vision, uwe na maono. Baada ya miaka 5 nataka nikusanye mtaji nikafanye kitu fulani. Mnanielewa ninachoongea? Acha kufungwa kamba mguu kila siku. Unavutwa. Kwa nini wewe siku zote, siku moja usiwe kichwa? Wewe kila siku unapenda kuwa mkia. Kila siku unapenda kuwa mkia. Why? Kwa nini siku moja usikae ukasema mimi nataka nifungue hoteli yangu mwenyewe? Kwa nini siku moja usikae ukasema mimi nataka kuwa na garage yangu mwenyewe? Kwa nini siku moja usikae ukasema mimi nataka kufungua kitu fulani kikubwa? Kampuni kubwa ya hoteli. Niwe nasafirisha watalii, niwe na magari. Kwa nini nisifungue kampuni ya usafirishaji? Wangapi wananielewa ninachoongea? Na kila mtu anaishi kwa ndoto na maono alionayo. Yusufu alikuwa na ndoto kubwa kuliko watumwa. Na wale watumwa walionekana wametangulia. Yusufu mwenye ndoto kubwa alibaki gerezani. Haijalishi mtumwa amemtangulia mfalme, lakini mtumwa hata mzidi mfalme. Narudia tena. Pamoja na kwamba watumwa walimtangulia Yusufu kutoka gerezani, lakini hawakumzidi nafasi. Sometimes kuna watu wametutangulia mbele, tunaonekana kama hatufiki. I'm telling you we are coming. I'm telling you we are coming. Sometimes tukikaa tukiwa tunaangalia inaonekana kama hatuendi, but we are coming. Nataka niwaambie tunakuja. Nataka tuiambie Tanzania tunakuja. Nataka tuambie wale ambao wako juu yetu, waambie tunakuja. Sometimes wanakunyanyasa kwenye ofisi, tell them we are coming. Waambie tunakuja. Yusufu alikuwa amebaki gerezani, wamemwacha. Maandiko yanasema miaka 2 mizima ilipita. Sometimes wewe inawezekana ni miaka 7.
Toka rafiki zako wakutangulia wamefanikiwa sana, wamejenga majumba kila maeneo. You are coming. Utajenga mahoteli kila maeneo. Wao wamejenga nyumba, wewe utajenga mahoteli kila mkoa. Wao wana gari, wewe utakuwa na makampuni ya usafirishaji ya magari ya kila namna kila maeneo. Hujanielewa bado? Sema amen katika jina la Yesu. Sema amen katika jina la Yesu. Ni kweli unaimba ni kama vile ufiki, but I'm telling you the day is coming. Nyimbo zako zitakuwa kila mahali. Zitakuwa kila mahali. Waache waende. We are coming. Sometimes watumwa, maandiko yanasema tena alikuwa ni mtumwa. Maandiko yanasema huyu mtumwa akamsahau. Kwa sababu yuko ikulu pale, anajiona yeye ni boss. Hajui siku moja Yusufu atatoka gerezani, ana ndoto ya kukalia kiti, atakaa juu. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Na maandiko hayajasema Yusufu alilipia kodi kwenye kuota ndoto yake. Maandiko hayajasema yule mtumwa alilipia kodi kuota ndoto yake. Wote waliota